Mtazamaji wa Asham TZ, karibu sana katika channel yako ya YouTube channel. Nikukumbushe tu kabla ya subscribe ili wa kwanza kupata channel yako pale tunapopost. Kama unavyojua mpenzi mtazamaji wa Asham TZ YouTube channel, katika michezo ligi kuu Tanzania bara imeisha maarufu kama NBC Premier League. Na sasa hivi tumebaki na mchezo mmoja tu wa CRDB Cup ambaye ni tumekopa na kupesi. Baada ya kule wenzetu FA Cup, sisi hapa tumekaa CRDB Cup. Lakini nipo na kijana mmoja atajitambulisha mwenyewe majina yake, na pia kwanza ataanza kutuelezea kuhusiana na yeye msimu ulivyoisha wa ligi kuu, ameonaje na kikosi kwa ujumla. Yeye ukimwambia kama leo tuseme kikosi cha ligi kuu Tanzania bara atoe first 11 yake, na labda tunaenda kucheza na kikosi cha ligi kuu ya Kenya first 11 yao, yeye ataenda na kikosi kipi? Kikosi bora cha ligi kuu na sababu zake, yeye ataenda na kwanza na kipi? Yani anaamini kikosi hiko watu hawachomoki. Yaani anaamini kikosi hiko watu hawachomoki. Cha kwanza msimu, kwa majina naitwa Ezekiel Simkoko. Msimu ulikuwa vizuri. Wewe kwa namna jinsi unapoona msimu uko na mapungufu gani? Mapungufu hapa na pale kusema kwenye viongozi, kwenye maamuzi, kwenye kupanga ligi, upanguzi wa ligi, taifa, watu gomea mechi, unaonaje? Hayo mapungufu hapo kwenye bodi ya ligi yenyewe. Maana bodi ya ligi hawana msimamo, yani wanavyopanga, yani inakuwa kama hivi vilabu vikubwa vime. Maana yake unaamini wewe Simba na Yanga ni kubwa kuliko bodi ya ligi? Kwa hivyo naamini ndio. Kutokana na hao maamuzi yao wanaofanya, wakifanya, yani timu hizi kubwa zikifanya kitu zinataka zisikilizwe kuliko na bodi ya ligi. Maana bodi ya ligi haina msimamo. Yani maana yake ilivyopanga mechi tarehe 8, mechi inatakiwa icheze tarehe 8 hiyo, sio waje wabadilishe tena sijui. Ina maana baada ya Simba kutishia nyao pale, waona wamekubali mwaka ule mtego. Ule mtego ndio. Ina maana Simba pale amepata jeuri baada ya timu wa mechi kuahirishwa basi yani cha kwanza Simba alikuwa na hatia, cha kwanza hicho. Ila bodi ya ligi yenyewe inasema mechi hamna. Simba akajitoa kwenye nini? Kwenye kesi. Akaingia kwenye kesi nani? Huyu bodi ya ligi ndo akawa na kesi yeye, akabaki kesi ya bodi ya ligi ya sababu na Yanga. Yanga hata sababu kwa nini mechi imeahirishwa? Yanga bodi ya ligi nao anashinda kutoa sababu. Yani kwa sababu hasa kwa sababu Simba alifanyaje? Simba alisema kuna uvunjifu wa amani. Hamna nanili, hamna yani hamna nanili, hamna amani kwa nanili, kwamba sijui kwa jinsi wewe unavyoona Simba Sports Club waligomea kwenda kufanya mechi tarehe 8 kwa sababu ya tarehe 7 wao mazoezi kwao hawajaruhusiwa kwenda kufanya. Lakini jinsi unavyoona wewe kiundani, hasa sababu ilikuwa kweli hiyo ya kwenda kufanya mazoezi au nyingine? Issue sio mazoezi. Kwa klabu kubwa, kwa klabu kama ya Simba ile pale, issue sio eti sijui Simba alishinda kufanya mazoezi akashinda. Mchezo ulikuwa unatakiwa uchezwe kwa muda. Yani Simba kuna ujanja waliofanya wenyewe, wanajua kama kuna wachezaji wa kuwepo, kuna ujanja wanajua waliofanya, ila sio kwamba eti sio sababu kutokufanya mazoezi ndio mechi wapelekee. Ndio hivyo. Wewe tukiacha na ushabiki, wewe kama shabiki wa Simba, lakini kwa msimu huu nikombea taji kikosi bora cha msimu, wewe unaenda na kipi? Miko na moja first 11 mpaka sababu ya goalkeeper na moja na mabili na patatu. Mimi kwa kikosi changu bora nilichokiona cha msimu hapa. Ushabiki wa Simba na Yanga. Nikiacha ushabiki. Mimi cha kwanza golini pale namweka Mutale. Huyu Mashujaa wa Mashujaa yule. Patrick Mutale. Goalkeeper ndio namweka yule. Sababu yake Yona Amos. Goalkeeper huyo, sababu yake sababu ya goalkeeper Yona Amos. Goalkeeper namba 3 wawili wamenitosha mimi. Wawili wamenitosha. Nakuja kwa nini isiwe Diarra na kama wenye clean sheet nyingi? Kwa sababu ukitaka kuangalia yule pale Diarra ana clean sheet nyingi. Msakama ana clean sheet nyingi sawa. Lakini ukitaka kuangalia yule ana mabeki wazuri. Angalia Mutale hana mabeki wazuri, lakini angalia clean sheet zake zinazo. Kwa maana wale wamezibwa na wachezaji walionao bora zaidi, ndio maana wanaonekana kuwa bora. Ndio hiyo kwa sababu yani tuassume sawa yule Mutale yupo kwenye klabu hii timu ya Simba. Yani ndio angekuwa Simba au tuseme Yona Amos angekuwa Simba. Ana clean sheet kabisa, ana clean sheet kama yani takriban 10 na asumu umempeleka pale Simba. Save yeye ndo kaongoza kwa save. Umempeleka pale kwa Simba. Yani na kulindwa kule na kina Kapombe na nani maana ingekuwa yani kama ni magoli unakuta karuhusu goli 3 na zenyewe za kujichoma wenyewe. Ukiangalia Msakamana ni golikipa mzuri, Dani golikipa mzuri, ila kufuatana na timu ambao wanayo hiyo yani wanalindwa sana. Kwa maana unataka kuniambia hivi
kuna faida ya kucheza Simba na Yanga kama golikipa? Faida ipo, ila ni sahihi kweli, ni sahihi. Haya, twende kwenye safu ya ulinzi. Safu ya ulinzi mimi pale katikati Namba 2, namba 3, namba 4 mpaka namba 2. Namba 2 namweka nanili huyu nani, namweka huyu Pascal Msindo namba 2. Alafu namba 3 Mohamed Hussein. Namba 4 kati pale. Katikati pale namweka Semaloni na Jobu. Ndio. Hapo umemaliza nyuma. Hapo nimemaliza nyuma. Unaanza kwenda kwenye viungo na washambuliaji. Namba 6. Namba 6 namweka Alidi Aucho. Bila ubishi anakaa pale anaanza anamaliza kazi. Alidi kanifanyie kazi. Fanyike wewe. Chapa dimba ile hapa. Nikipanda pale namba 8. Halo. Namba 8 namweka Kagoma, Yusuf Kagoma. Kagoma, nenda unamwagiza. Maliza. Nataja kwanza viungo kwanza. Viungo wakati kwanza namba 10. Namba 10 namweka Feitoto. Mshambuliaji huyo Feitoto, yani yule anasawaza tu dimba pale. Kwa nini Fei? Fei cha kwanza ni takwimu zake kwanza ukiangalia msimu, yani kwanza Fei ni kiungo mmoja ambaye anaweza yani akicheza ukimpanga wewe cheza namba 10 hapa anaitendea haki cha kwanza. Takwimu zinambeba maana. Yaani cha takwimu inambeba yeye mwenyewe kwanza, bodi ana takwimu na ubora, ana ubora hata uchezaji maana kifupi. Ana ubora wa uchezaji. Yaani ukiangalia tu kwa sasa hivi mchezaji mwenye hadhi kwa Tanzania ni Feitoto. Kwa wachezaji wa Bongo. Kwa wachezaji wa Bongo ni Feitoto. Hata tuseme tuko kiungo yote. Most expensive player local. Ndio. Feitoto. Ndio. Wazao bora kabisa azima kwa ni Feitoto bila ubishi. Kwa sababu hiyo kwanza acha hiyo mara nyingine, Ndio. Hiyo jamaa, maana kuna ubishani hapo. Sawa. Kuna wengine wanasema Feitoto, kuna wengine wanasema ndio. Kina Mzinzi au hiyo bado, kuna wengine wanasema ina Jobu bado. Hiyo kwanza iache hiyo. Ina namba hapo tunamaliza hapo. Unaenda na Aucho. Naenda na Yusuf Kagoma. Nimekuja na Feitoto. Viungo. Ndio. Umemaliza hapo. Hapo nimemaliza na kuja kwa washambuliaji. Wewe na pembeni na 7. Namba 7 nampanga kama kawaida Kibdi mkandaji. Kawakanda sana watu. Tafanyaje? Kawakanda sana watu. Bila ubishi Kibdi Dennis anaanza. Yule bwana afungilia mambo yake uwanjani, unaona anapambana, ana kweli ana fight kwanza. 11. 11 hapo anaingia Elia Mpanzo hapo. Mpanzo. Haya 9. Sasa haya wote wao shughuli zote wamezifanya hao. Haya nani atakayefanya finishing? 9. Na 9, asili ya 9 tunasema sisi ni striker. Yaani nature ni striker. Ndio hivyo. Na takwimu za striker utakavyopiga pasi za magoli utakafanya, lakini usipofunga wewe butu. Wewe butu kweli. Wewe sio wewe. Sahihi kweli. 9 na asili yake ni kufunga. Sahihi. Hata ukitoka kwa assist bora akiwa tunasema ni striker butu. Striker butu ndio. Sasa wewe unaenda na nani? Kwa mimi kwa msimu huu hapa naona yaani sio kwa msimu huu hapa naona Seka ambaye anaweza kasimama namba 9 kwa hicho kikosi na akaperform. Kuna kina wengi, kuna kina Mzinzi, kuna kina Soa, kina wengi. Wewe nani unaona au ukamtoa popote unaona huyu namwamini. Au na Prince. Mimi kwanza na Prince bebe uongo. Mwingine mimi Seka yangu ambaye naweza kumwanzisha. Naweza nikaanza na Jonathan Soa. Naweza kana Maseka watatu ambao wanaweza kanafanya rotation yote, wanafanyia rotation. Kuna Jonathan Soa. Hiyo face level imeisha. Ndio, ila kuna wasabu sasa. Twende sabu. Ni sabu zangu. Streka zako naweka nani? Streka zangu pale sabu. Kuna Clement Mzize. Unamwanzisha sabu. Tulia mwanetu. Ila lazima acheze. Yaani hata kama dakika 80 lazima acheze. Anacheza. Kwa nini lazima acheze? Kwa sababu kwa quality yule pale mchezaji yule boli anajua. Sema tu kwamba yani yule pale mpira anajua, ila sema yani ameenda timu ambao yani kusema kwamba hawasupport, yani hawasupport, yani hawamsahani. Maana yake hata ile juzi kuna baadhi ya
cross nilikuwa naziona, mnakuta anapata duka abuya, anabutua tu golini. Mtu pale anamuona na haweki mali yake. Kuna baadhi ya ana lack of support kwenye, kuna baadhi ya ukitaka kuangalia, angalia Fiston Kalamaele alivyokuwa anapatiwa pasi. Sio sana huyu. Yaani huyu anacheza tu ni mradi hivyo yani. Ila Fiston Kalamaele alikuwa anapatiwa pasi, analishwa pasi. Huyu anataka kujitafutia mwenyewe afanyeje? Aenda akafunge mwenyewe. Sasa kwa nini Mzize wewe unaamini kuwa hapati ushirikiano wa kutosha pale Yanga? Kwa sababu wachezaji wa Yanga kuwa hawamwamini kwa kiasi fulani, tofauti na Mayele kipindi kile kamba kipo Mayele shikia, au sasa hivi kuna baadhi ya wachezaji kuna ubinafsi zaidi, au kuelekea msimu wa mwisho huu kila mtu anaona hapa kuna baadhi ya vitu tukua ili umsikia mtu kabaki kuna kitu anataka aonyeshe kwa mbele. Kwa Mzize bwana, Mzize hamna kitu ambacho hajakionyesha. Mzize kwanza ni steka mzuri cha kwanza. Yaani maana yake ushangai kwa Farabati, Waidadi, lazima kumtaka sio Farabati. Yaani unatakia saizi yao ligi kubwa hizi, kwa mfano huko Spain nini, La Liga huko. Ligi ya Uingereza hiyo ndio natakia hizo. Wenyewe pale ndo achezee. Wenyewe pale Yanga wanasema hivi. Mzize wanaohitaji wengi wabaki, wanasema wenyewe watu wa Yanga. Lakini asilimia kubwa wa upande wa pili wanataka aondoke kwa sababu eti anawasumbua. Mzize kwa hizo kwa sababu kuu. Mzize kwa hizo walitaka Mayele aondoke, kaondoka. Walitaka Ziziki aondoke, kaondoka. Na nakumbuka Ziziki alitoa ahadi ya birthday ya kiongozi mmoja, bwana mimi ahadi yako zawadi yangu nitakupa tarehe 8. Watu wakagairisha mechi. Sasa hivi wanataka Mzize aondoke. Yaani issue sio kwamba hata nadhani kuna mashabiki wengine wa Yanga wanatamani Mzize afanyeje? Haondoke. Unajua kwa maendeleo yake binafsi kwa taifa, kwa sababu wanaona akibaki pale mtoto anajizibia riziki. Yaani wanachoshauri watu aondoke afanyeje? Akajaribu maisha sehemu nyingine. Huwezi jua labda afanyeje? Ndio kama kina Samata. Kwani kina Samata walibaniwa. Kwa hivyo nataka kuondoka timu. Yaani pale yule Mzize anabaniwa pale Yanga. Lakini kama pesa ipo, makombe tunapata. Maanake tunasema katika mchezaji utakapocheza, lakini mafanikio ya uchezaji. Baba, mwanangu mimi ni kwa mchezaji mpira bora. Unanionyesha nini? Pesa ushapata. Huwezi kumwonyesha mwanao bana pesa hizi hapa. Medali, makombe. Makombe tunapata, kucheza tunacheza, uhakika ligi tunamaliza, namba ya uhakika. Kwa nini tuondoke? Yaani umeona pale sawa? Kwa yule pale kocha ambaye yupo sasa hivi Yanga. Yeye chaguo lake sana kubwa, sio Clement Mzize. Chaguo lake kubwa ni nani? Huyu nani? Huyu Dube. Yani hapo saa huwa anawachezesha wote, huwa anafanya rotation. Sasa yani kwa mfano kwa level alizonazo yule pale bwana, inatakiwa acheze dakika 90 zote. Lakini Mzize ukimwangalia mechi nyingi sana, dakika 90 akishafika kuanzia dakika 80 ana float. Yaani bado manake sasa hivi katika maandalizi ya kutafuta punzi. Japokuwa anaweza kacheza dakika 90 zote, lakini sio kwa 100% au 99%. Japokuwa hiyo inatokana na muda mwingine ya timu kusafa muda mrefu, ndio maana yeye anapambana katika kusafa kutafuta mpira. Sasa unasema atakiwa acheze dakika zote 90. Huoni anaadhibia riziki wengine kama kina Prince Dube? Yaani hapo sio kwa maana hivyo kama mmoja akianza mwingine anakabeji, yani lakini mwisho wa siku kwamba aliyeko benchi unahika naye. Yaani sio kwamba ati sijui kumwanzisha Clement Mzize ndio kusema kwamba yani issue sawa, kufuatana na mtu ndio wanasema mtoto unavyomlea ndivyo kwavyo. Sawa. Ukitaka kuangalia huyu Fiston Kalamaele akati yupo pale alikuwa anapingana namba na Mzize, sawa? Umeona yule Fiston Kalamaele alikuwa anatamani sana huyu dogo anafanyaje? Awe anacheza. Kweli. Acheze huyu dogo manje. Azidi kufanya kuongeza kiwango. Na Mzize alikuwa akifanya akiingia anaonyesha kiwango. Sasa akiingia anaonyesha kiwango. Fiston Kalamaele kaondoka. Ndio maana mpaka sasa hivi Mzize anaamini kwa sababu hakuwahi kufeli. Hajawahi kufeli kwa sababu Mzize na Fiston Kalamaele anatoka anaamini kabisa dogo anamwamini. Dogo yani Fiston Kalamaele yule. Yaani hata yani mpaka sasa hizi naisu kimuuliza tu wewe. Mtu ambaye kwani kwa mtu ambaye mko unacheza naye namba 1 ambaye ulikuwa unamkubali. Naisa anaweza kutajia Mzize. Kwa sababu yule pale alikuwa anatamani udogo naye aoneshe kitu. Na Mzize akiingia anaonesha kitu, anaonesha umempa dakika 10 anaonesha kitu. Kwa hiyo mimi ninachoamini yule pale Mzize akianza kuaminiwa aanze kipindi cha kwanza anacheza dakika 70 anatolewa sabu.
mechi inakuja dakika 70, anaanza dakika ya kwanza anamaliza dakika 80, mdogo anaweza yaani kumaliza dakika 90 bila kuchoka na akana mwendo ule ule. Ila kusema tu hachezi, mchezaji kipindi kimoja, mchezaji kipindi kimoja, afu kategemea siku moja acheze dakika zote 90, ni uongo. Ila unampanga kipindi cha kwanza dakika 60, kipindi cha kwanza dakika 70, kipindi kimoja amaliza, kipindi kimoja dakika 80 hivyo. Kwa mfano mechi ya juzi ya Simba na Yanga, umesikika kuwa wanasema Mzinze alikuwa ameambiwa na kocha kwanza Simba wachoshwe, wakichoshwa bwana mdogo nenda kamalize kazi. Yani issue hiyo hapo, hiyo ni uongo. Cha kwanza hii sijui kawachoshe. Unaweza sasa mkaingia ni sahihi tu ya mechi hii tuanze Blube, unaweza mkaingia mkawachosha. Yani hiyo ni mipango ya kocha. Kwanza mi chaguo langu la kwanza ni Dube, kwani mechi zingine asimpange Mzize hivyo, afu mechi ya dabi ile akasema nituwachoshe. Maana ingekuwa tunazoea kwamba Mzize huwa anaanza ile mechi kaanzishwa nje, tungesema sahihi kweli, utakuwa mtego, kafanya ni mtego. Ila mara nyingi sana kama kuna Dube kuna Mzize huwa anafanya anaanza nje, Dube anaanza ndani hivyo. Basi mtazamaji, Asha Mtizi kwa leo inatosha. Nafikiri kama bado hamjasubscribe channel yenu hii, basi subscribe ili wa kwanza kupata habari zetu punde tunapoziposti. Hiyo ni pepesa macho tu, lakini bado tunayo mengi sana, yani mpaka tutachoka hapa.